Ya, haleluya tena. Ninawakaribisha wapendwa watazamaji katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Na huu ni wasaa na wakati mzuri tena wa kipindi kizuri cha Nabii wa Ishara Tanzania live Facebook kupitia ukurasa huu wa Nabii wa Ishara Tanzania. Na wasalimu watoto wangu wote wa kiroho mlioko Tanzania na mlioko mataifa ya nje kwa ujumla katika jina la Yesu Kristo. Na wasalimu pia marafiki wote mlioko Tanzania na mlioko mataifa ya nje pia kwa jina la Yesu Kristo. Na neema Mungu ipate kuwa nyingi kwenu kwa ajili ya kusonga mbele na kufikia ile lengo lililo kubwa la kuweza kuingia katika imani hiyo ulionayo. Bwana asifiwe sana. Ninayo furaha kubwa sana kualika katika kipindi cha leo ambacho kitazungumzia habari ya chambuzi kuhusu habari ya batizo kuu katika maandiko kwa waaminio. Na Mungu wa Israeli aweze kuwa pamoja nami katika kuniongoza ili niweze kukupelekea ujumbe kama ipasavyo. Wewe ambao tayari uko live, tafadhali kumbuka kushare ili kupeleka neno la Mungu mbele katika kila kona za dunia. Kwa hiyo Mungu awabariki sana katika jina la Yesu wote ambao mpo live, na ninapoendelea kuwakaribisha magrupu mbalimbali pamoja na wale waliojiunganisha na Nabii wa Ishara Tanzania, ile kundi liloko Arusha na kundi liloko kule Dar es Salaam na Mbeya. Basi niendelee kuwakaribisha watu mbalimbali kwa ajili ya kujiandaa kusikiliza na kujengeka kupitia mafundisho haya muhimu sana yanayochimbua kwa kina habari za ufalme wa Mungu katika vipengele mbalimbali kama Bwana ambavyo amenijalia. Nimekuwa na siku njema sana kwa ajili ya kuhudumia watu, na leo nimepokea tena mtumishi wa Mungu mmoja ambaye mwanzo alikuwa Arusha, sasa hivi yuko Tanga maeneo fulani. Amepata namba, akaja, ameguswa kwa msisimko mkubwa kabisa huduma alizozipata hapa, kiasi ambacho yani kwa kweli niseme zaidi ameahidi nini kwa ajili ya mguso mkubwa aliyokumbana nao hapa, ila niseme tu kwamba ameguswa sana. Mambo ambayo nilikuwa nikimuelezea kama jinsi yalivyo yamemsaidia kuweza kujua kwamba kumbe nini kilikuwa kimejificha nyuma ya haya. Wote mnajua kwamba kazi yangu kubwa sana mimi ni kufanya kazi ya unabii, na hii ni ofisi ya nabii. Sio nafanya unabii tu, ni ofisi ya nabii, kwa maana kwamba naweza nikafunga shughuli zote za kichungaji nikawa kabisa nimekaa tu ofisini na kuomba na nikaendelea na maisha ya kihuduma vizuri, kwa sababu sasa hivi kwangu huduma ya unabii imekuwa ni ofisi kamili, kwamba kutwa nzima nimekuwa nikihudumia watu kwenye masuala ya kinabii. Kutwa nzima nimekuwa nikihudumia watu katika masuala ya kinabii. Kwa hiyo hii sasa ni ofisi, kwamba ninaweza hata nikastopisha shughuli nyingine na nikasimama na kazi ya kinabii tu, na mambo ya maisha yangu yakaenda tu moja kwa moja. Kwa hiyo imeshakuwa ofisi kabisa. Hii ni ofisi ya nabii. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana watu wa mataifa mbalimbali ambao mmenipigia. Mungu awabariki sana watu wa mataifa yaliyoko karibu na walioko Tanzania pia ambao mmenipigia katika siku ya leo, lakini niwashukuru zaidi ambao mmetuma sadaka siku ya leo, na kila siku mmekuwa mkifanya hivyo, na leo nimepokea pia
tumepata usumbufu kidogo kwenye sadaka moja ambayo imetoka nchi ambayo imetoka taifa la Italy, kwa mamangu mmoja kule Italia ambaye anafuatilia vipindi vyangu na kupata huduma hapa baada ya kutuma sadaka yake madhabahuni, na bahati mbaya mtandao wa World Remit kusumbua sana, mpaka leo ni siku ya 3 ndio ile sadaka imeingia tangu imetumwa siku ya juzi. Kwa hiyo pole sana mama, lakini nashukuru Mungu kwamba sadaka yako imefika madhabahuni salama. Na bahati nzuri hata na wewe pia umefahamu kwamba tayari imepokelewa. Nimshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi kwa watu wa mataifa mbalimbali. Sikutegemea mwanzo kama ningekuwa nahudumia watu sasa wa mataifa mbalimbali tena kinabii moja kwa moja, kwa maana ya kwamba kufanya kazi kubwa sana kinabii mchana kutwa kwa ajili ya kusema na maisha ya watu, yaani kana kwamba ni huduma kama zilivyo huduma zingine za maombezi ama huduma zingine za kufundisha. Kwa hiyo ni kazi nzito sana ambayo Bwana majeshi amenipa ili kwamba niweze kuhudumia watu kama Bwana alivyokusudia. Hivyo niseme kwamba asanteni wote, ila tu niendelee kukukumbusha ya kwamba asante sana watu wa grupu la Nabii wa Ishara Dar es Salaam kwa ajili ya kupata notification ya kwamba tayari Mungu anataka kusema nanyi mmechangamka kwenda kutazama haraka sana. Asante sana. Bwana wabariki sana watu wa Dar es Salaam, timu ya maandalizi ya kongamano. Yeah. Kwa hiyo Mungu atukuzwe sana kwa ajili ya wote ambao wamejiunganisha. Lakini kukumbushe tu kwamba nilitabiri habari ya nabii za mwezi wa 6 ambazo zimetimia kwa kishindo kikubwa sana. Tanzania bara nilitabiri kivyake. Tanzania Zanzibar, kwa tukio la kwanza nilitokea kwanza la msiba wa ajali ambao nilisema ajali pamoja na msiba wa kiongozi kule Zanzibar ambao mpaka sasa bado watu wanaomba, lakini pia ajali ilishatokea ambayo mnafahamu serikali ya Zanzibar ilisema kwamba itagharamia mazishi. Wale mnaofuatilia mnajua bara yule mbunge wa zamani ambaye alifariki, nadhani mlifuatilia pia mkaona, lakini nimeendelea kuletea updates. Nitabiri kuna chama ambacho na chenyewe kitaguswa na msiba wa ghafla mwezi huu. Hapa chama kikuu cha kinachoongoza chama tawala, na kweli kama nilivyosema utapata huzuni. Sasa hapa nasema Chama cha Mapinduzi kimepokea kwa masikitiko na huzuni taarifa ya kifo cha mwanasiasa Profesa msomi Profesa Musigo Baregu. Hii ni moja ya nabii nilizosema kuna chama kitakwenda kuomboleza. Kenya nako kama nilivyotabiri unabii kuhusu Kenya, anasema kwamba kuna mtu ambaye atakuwa mkubwa. Kuna huyu mtu ambaye anaitwa Chris Kirubi ambaye ni mkubwa sana na alikuwa ni kiongozi katika taasisi moja hapo, na mimi nilisema atakuwa ni kiongozi na ama ni mtu maarufu sana. Huyu alikuwa mtu maarufu, businessman. Chris Kirubi is dead. Hii nimerusha siku moja iliyopita kama nilivyopokea. Kwa hiyo hakuna unabii unaodondoka bila kutimia, labda tu maombi yafanyike sana ndio Mungu anaweza akaepusha. Karibuni sana, Mungu ni mwema. Richard, Mungu akubariki sana kwa ajili ya kucomment pale. Basi nimesema leo nakwenda kuchambua watu waelewe kwa nini katika imani ya Kikristo kuna kitu kinaitwa ubatizo. Miaka ya leo imekwenda, kuna watu wamefika mahali wamedharau na kupuuza hiyo na wameangukia katika matatizo makubwa sana.
yani makubwa sana. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho wanaonekana wako uchi, hawana mavazi kwa kukosa kubatizwa, na wao wanafikiri kwamba wako salama. Mimi binafsi nimekuwa na experience tofauti. Matatizo hata yawe mazito vipi ya mtu ambaye amepitia ubatizo na yule ambaye hakupitia ubatizo, huyo asiyepitia ubatizo anateseka zaidi. Unaweza kufikiri kwamba ni mpagani hata kama ni Mkristo. Na hili ndio jambo lilofanya nikasema leo inabidi nifundishe kwa muda mfupi huu habari ya nguvu iliyoko ndani ya ubatizo. Somo ni nguvu iliyoko ndani ya ubatizo na siri ya ubatizo, kwa uchambuzi wa ubatizo tatu, yani ubatizo wa maji, ubatizo wa roho na ubatizo wa moto. Ngoja nisome. Dear viewers, I'm live, coming live to you. I'm Prophet Nabii wa Ishara Tanzania, the prophet who used to prophesy for the nations and also for the people. As you know, I can help you to understand what is going on to your marriage, to your health, to your life, or in terms of maybe financial problems, maybe leadership problems, maybe you are a president, or you are a minister, or you are a member of parliament, you are MPs, and you want to know what is going on to you, to your position. This is the right place for you to ask it, to know, to understand what is going on to you. Maybe this is the year of you to step down from your position, but you don't know. I wish you would know earlier. You would prepare yourself to protect your position. But because you don't know, that darkness will catch you suddenly, and you'll no longer get a chance to defend yourself, because when things come suddenly to you, you cannot protect yourself. It is the time for you to ask what is going on to your life. This is Nabii wa Ishara Tanzania, the prophet of signs into the nations and people, as God anointed me and He granted me this gift for you. God bless you. If you want to call me, it is +255 715 64 5150. Kwa wewe ambaye ulikuwa uelewi, ni mpya pengine, au umepata bahati ya kukutana na Nabii wa Ishara Tanzania, ndiye mtabiri wa taifa, nikukumbushe tu kwamba nimetabiri msiba wa rais kipekee, wa msiba wa rais wa Tanzania kipekee kuliko manabii wote wa Tanzania, kwa sababu nimefuatilia manabii wenzangu. Wametabiri kwa kuonyesha bendera, wengine wametabiri kwa kusema tuombe nafasi ya rais. Lakini mimi nilizungumza hiyo pia, mnafahamu, nilizungumza mwezi wa kwanza misiba mfululizo wa viongozi, lakini na kiongozi wa juu kabisa wa taifa, na yeye atakuwa katika maombolezo. Lakini sikuishia hapo. Wakati wenzangu wanasema bendera na position, mimi nikataja eneo ambapo huyo atakayefariki anaishi. Nikataja Chato. Hii klipu ya mambo ya unabii imerudiwa mara mbili. Kwanza nimesema mwezi wa kwanza tarehe 1, utaikuta video yake. Utaikuta tarehe 26 ndio nikataja eneo la msiba utakapofanyika, yani Chato. Utaikuta hiyo. Hakuna nabii ametaja eneo hilo la msiba. Manabii wengi wametabiri kwa namna walivyojaribu kutabiri. Tena wengine ni kama nilivyowaambia mara nyingi, sio manabii, bali wanasubiri vile ambavyo wanasikia anaumwa, amepotea, haonekani, ndio wanaanza kutabiri matatizo ya huyo rais. Mimi nitabiri mwezi wa kwanza kabla ya dalili zozote hazijatokea. But usisahau kwamba hivi karibuni mwezi wa 6 nimetabiri kuna msiba mkubwa duniani utakaogusa vyombo vya habari, ambapo ulikuwa ni msiba wa Nabii TB Joshua. Huyu ndio nabii wa Ishara Tanzania ambaye anaamulika mambo kabla haijatokea. Nadhani sasa hivi sina haja ya kusema sana, lakini ni vyema nishuhudie, maana wenzangu wanatoa mavideo ya shuhuda zao, hata zile za uongo. Lakini ni vyema nishuhudie ukweli wa mambo ninayoyafanya, ili wewe ufuatilie uyaone ndani ya video
nabii wa ishara Tanzania, ili kwamba kama uelewi, kama unafikiri wale ambao wanafanya promotion kubwa kabisa ya video zao labda ndio sahihi, mimi sitafanya promotion kubwa yoyote, bali nitatabiri katika utulivu. Kuna mmoja ameniambia, na si mmoja, kama wawili watatu, anasema, unajua mtumishi wa Mungu, wewe ni wa ajabu sana. Unatabiri kama unaongea tu kawaida kabisa. Mara nyingi mmesikia nasema nikiwa madhabahuni pale kwamba habari ya pro ikome, sitaki kwangu. Mambo ya nguvu, mambo ya upako mzito niliobeba wa kutabiri mambo na yakatokea bila chenga, siwezi hata siku moja kuyafanyia usanii wa pro. Ni kwa sababu mimi nimetumwa, na hii ni ofisi ya nabii. Mnafahamu kimbunga nilichotabiri? Wakati kimbunga watu walikaa kimya, wengine wakasema hakipo, ni habari za uongo. Kuna nabii mmoja alisema ni habari tu za uongo. Fuatilieni mtaona. Hao manabii mnaona, manabii wanatabiri hao. Mmoja alisema ni habari za uongo. Lakini huyo ni mmoja wapo alisema ametabiri msiba wa rais. Na nasema hivi ili muweze kutufuatilia manabii vizuri. Na mtuchambue nyinyi wenyewe, muelewe yupi anatumiwaje. Yes, sitaji majina, lakini nasema mtuchambue, mtufuatilie. Huyo alisema hakuna kabisa kimbunga. Mimi nikasema kimbunga kipo kama kinavyotangazwa. Ila kitafika Dar es Salaam, kitafika karibia Dar es Salaam na kita cross kuelekea kusini. Fuatilia clip ya unabii iliyotoa live kuhusu kimbunga. Nimeandika kabisa. YouTube ipo na Facebook ipo. Kama wewe nazungumza na wale wageni msionijua. Huyu ndio nabii wa ishara Tanzania. Mtabirie mambo mazito makubwa. Mwezi wa kwanza mwaka jana alitabiri gonjwa kubwa duniani linakwenda kutokea, na linaonekana litaibukia katika bara hasa la Asia. Mungu akaruhusu kweli likatokea huko, ikawa ni corona iliyotokea China. Kwa hiyo sijaanza leo. Wewe usinijua, sijaanza leo. Leo na kipindi cha najitambulisha kwanza, ujue unamsikiliza na kumtazama ni nabii. Leo nakwenda kufundisha habari ya nguvu ya ubatizo, ili wale msiobatizwa lakini mnamwamini Yesu muweze kutafuta kubatizwa. Mathayo sura ile ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 15. Labda wewe tuanze kwanza Mathayo hiyo. Nirudi nyuma kidogo, sura ya 2 nadhani. Nadhani sura ya 2, kama sio sura ya 2, subiri. Nisikiza vizuri unaotazama, unataka kusoma. Nataka nikupe maandiko mambo haya ubatizo yalipoanzia kabisa, chimbuko lilipoanzia. Huyo ni nabii Yohana. Nabii Yohana ambaye yeye alikuwa ni mmoja katika historia alikuwa ni mmoja wa waumini wa dini ambayo ilikuwa imelocate kwa mujibu wa walimu wetu waliotufundisha katika masomo ya degree ya kwanza ya uongozi ambayo ninachukua sasa hivi. Alikuwa katika kundi ambalo limeguka kutoka katika dini zile kuu, karibu dini kuu kama 4 hivi. Mafarisayo, Masadukayo, kuna dini nyingine na kuna dini nyingine ilikuwepo pale. Sasa kuna kundi moja la maaskari inaonekana ambao walimeguka katika dini nadhani wa Mafarisayo, wakaenda katika eneo fulani ya mlima mmoja unaitwa Masada na kuweka hapo kambi. Yohana alikuwa miongoni mwa watu walio katika imani hiyo. Sijui unanielewa vizuri? Ndio kama hivyo katika historia. Sasa yeye ndio alitokea huko, akaja. Sasa ikafika sura ya 3 ya Mathayo, inazungumzia aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribiwa.
Yaani huyu Yohana yeye alipewa ishara. Wakati Musa yeye aliambiwa watu wanaotaka kutubu watatakiwa wachinjiwe wanyama ili wasamehewe. Nisikize kwa makini sana, ni somo zito sana, unaweza ukawasaidia watoto wako ulionao. Kama wewe umeshabatizwa hawaelewi kitu katika zama hizi na nyakati hizi ni za mwisho, wakaelewa vizuri. Mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukamwaelimisha watoto wako wakaweza kujua, ujue nguvu ya ubatizo ikoje. Leo utajua siri kubwa inayokuwepo ndani ya ule ubatizo, alafu inavyoweza kumwokoa mtu. Ni kwamba Yohana akatokea akawa anabatiza. Yaani yeye alipewa ishara, badala ya kuchinja wanyama ili watu wasamehewe kama alivyofanya Musa, yeye akapewa ishara kwamba aitengeneze njia ya Bwana Yesu aje aingie ndani ya watu. Sasa kabla hajaingia Yesu, nisikilize vizuri hapo, akaambia sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yaani Yesu kabla hajaingia ndani ya mtu, ni lazima huyo mtu awe amekiri na kubatizwa. Hapo ndio matatizo yanapotokea kwa wale ambao hawajabatizwa, wakifikiri kwamba ubatizo ni kitu cha hovyo. Barikiwe sana mama kutoka Marekani, lakini mimi wasikubali kuungana na ushuhuda wa mtu yoyote mpaka niweze kuwa na ushahidi mimi mwenyewe. Maana watu wanashuhudia mengi sana na huenda yakawa yako sahihi. Bado nang'ang'ania kwamba siwezi kumshuhudia mtu jambo la uovu mpaka mimi mwenyewe niwe na uhakika ili nisinajisike. Kwa hiyo barikiwe na hizo video za shuhuda dhidi ya huyo mtumishi wa Mungu na uovu wake, lakini mimi sitashiriki dhambi yoyote juu ya shuhuda hizo. Kama mnaamini uovu wake, mimi sijaushuhudia na sitakubali kunajisika mpaka nipate ushuhuda kutoka kwa Bwana, ama ningekuwa nimepata ushuhuda kama maandiko yanavyosema kwa matendo yake. Sikubali maneno ya watu. Video zote hizi hazina ushuhuda wowote, ni uongo mtupu wa mdomoni. Nataka video iliyokamatwa kutoka kwa mtumishi au audio iliyokamatwa kwa mtumishi kwamba amekuwa muovu miaka hiyo yote, kama tunavyokamata video za watumishi wa Tanzania na tunapowaona wenyewe kwa macho. Yesu alisema kipimo cha kujua waovu watumishi, narudia tena mama, kama ni mgumu wa kuelewa, kipimo cha kuwajua watumishi waongo sio kusikiliza ushuhuda kutoka kwa watu wanaoshuhudia habari za hao watumishi, bali ni kuyaona matendo yao kwa macho yako katika video ama katika audio, ama kuwasikia mwenyewe. Lakini kusikia ushuhuda wa watu hauruhusiwi kuaminiwa, hata usikie ni watu 10. Maana Yesu alishuhudiwa na kundi la watu kubwa kwamba yeye ana pepo la Beelzebuli wakati alikuwa ana pepo. Kwa hiyo mtu yeyote anataka kuepuka unajisi wa kunajisika na watu wanaopenda kusingizia uongo wa watumishi wa Mungu, itafika mahali dunia hii hakutakuwa na mtumishi wa kweli, wote watasingiziwa kuwa ni waongo na dunia itakuwa imekosa watumishi, shetani atajitukuza. Siko tayari kunajisika kwa hilo. Asante kwa ajili ya hizo shuhuda na hizo video. Siamini mpaka mimi niwe na shuhuda wa audio ama video iliyonaswa kwa mtumishi mwenyewe akiwa muovu. Ubarikiwe sana. Nadhani sasa utanielewa. Hazitanisaidia hizo video kwa kweli. Barikiwe. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Nilikuwa namsaidia, kuna mama hapa ambaye anaendelea kushuhudia habari ya uovu wa mtumishi, lakini shuhuda zote zinashuhudiwa na watu. Na watu saa zingine wali waovu wameasi, alafu anamshuhudia uongo wa mtumishi. Hata watumishi wa Tanzania ambao ni waovu, mimi ukiona ninasema, ujue nishampima mwenyewe, nimesikia mafundisho yake, nimegundua huyu ni mpotofu,
ama nimesikia akitabiri lakini anatabiri uongo kwa usanii, ama nimemwona akifanya biashara anauza mambo ya matakatifu. Hapo ndo nashuhudia huyu kwamba ni mpotofu. Siwezi kuamini mimi upotofu wa mtu kama sina ushahidi. Barikiwe sana wote ambao mnaamini hiyo. Huu pako nilionao siko tayari mimi kunajisika kwa vitu vidogo kama hivi. Ukiona mimi nashuhudia mtu ni muovu, nimeshampima katika roho na nimempima wazi. Sasa hapa naletewa shuhuda ili kwamba niamini kwamba mtumishi wa Mungu ambaye ameondoka hivi karibuni kwamba yeye ni muovu. Lakini mimi nina shuhuda za kumsikiliza mwenyewe, na shuhuda za kuona anayoyafanya kwenye huduma zile za huruma. Najaribu kuangalia watakaokataliwa mbinguni ni wale ambao Yesu alikuwa na njaa hawakumlisha, alikuwa havai, hana mavazi hawakumvika, yani kutokusaidia watu wenye shida. Mambo mengine yote neema ya Mungu inatosha. Labda tumkamate kwamba ni mzinzi kwa video za wazi ama audio, lakini kumshuhudia mtumishi kuwa muovu wakati hakuna ushahidi wa wazi, mimi kwa kweli siko tayari kunajisika. Ni mtu ambaye nalinda sana utakatifu wangu. Kwa hiyo Yohana kama amekuja yeye na ufunuo wa kubatiza watu. Turudi kwenye somo letu. Kubatiza watu kwamba ndio njia ya toba, ndio iliyopewa na Mungu, kwamba wanaoshwa dhambi zao au wanazikwa utu wao wa kale na kufufuliwa utu upya. Ndio maana Yohana ilipasa awabatize kwa kuwazamisha, kwa sababu neno kubatiza maana yake ni kuzamisha, wala sio kupaka maji kwenye kichwa. Nasema hivi ili kuwasaidia wanaotaka kuelewa. Wewe ambao unaamua kuwa mjinga kuamini uongo, endelea kuamini uongo. Nenda kwenye Google, uliza neno what is the meaning of baptize. Utapata kwamba maana yake ni kuzika ama kuzamisha ndani ya maji. Kwa hiyo habari ya kupaka kwenye kichwa haipo. Ni miongoni mwa mafundisho tu dhaifu. Kama umebatizwa hivyo, Mungu akubariki tu. Wala sio ubatizo wa Kristo. Kwanza tunamwamini Yesu. Yesu mwenyewe akubatizwa ubatizo huo maji machache, yeye alibatizwa maji mengi, na mimi siwezi kujivunia kuwa nina Yesu huku nimemfuata Yesu kinyume. Yesu amebatizwa maji mengi, mimi nibatizwe maji machache, alafu niseme kwamba namfuata Yesu, nitakuwa muongo. Akinisuta Yesu kule mbinguni kwamba yeye akubatizwa hivyo, nitajibu nini? Siko tayari kufanya kitu chochote kile ambacho nina uwezo wa kukifanya vizuri alafu nikakifanya vibaya. Yaani maji yamejaa kibao kwenye bahari huko, alafu mimi nibatizwe maji machache, huku najua kabisa Yesu mwenyewe alizamishwa kwenye maji mengi, na Yesu mwenyewe ndio namwamini. Siko tayari kumfuata mtu alafu nikafanya tofauti na aliyofanya yeye. Kama uko pamoja na mimi katika hayo, utamtafuta Mungu kwa njia nyingine. Kwa hiyo Yohana akawa anabatiza maji mengi. Nitakupa siri zilizojificha ndani ya ubatizo. Kwa sababu hiyo ndiyo aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu iliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe, kumbe Isaya alimtabiri Yohana kwamba kuna mtu alisikika akisema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Maandiko yanatuambia Isaya ndiye aliyetabiri habari ya Yohana. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Kwa hiyo kula nzige, jamani, sio tatizo, wala asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu Yahudi wote na nchi yote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, sio katika kibakuli au kikombe. Kamata hiyo. Kama wewe unaamini maandiko na unakaa ndani ya maandiko ili Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi na wewe bila kuwa na dosari, basi sio kwenye kikombe wala katika bakuli. Video hii uhifadhi, itawasaidia watu vizazi vinavyokuja. Weke katika document zako. Uweze kujiita Mkristo, mimi ni Mkristo safi, alafu huku maneno ya Mungu yakisoma huko inaonekana wewe ulivyofanya wewe tofauti na waliofanya wenyewe ambao wametufundisha hiyo imani humu ndani. Huwezi ukawa Mkristo sahihi kwa staili hiyo.
Hata alipoona wengi wao wanakuja miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo, hizi dini mbili kubwa, wakamwamini, akasema, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira inayokuja? Basi zaeni matunda yapatanayo na toba, yaani mkibatizwa mkafanye kama jinsi ambavyo mmeamini, yaani mkafanye mema, wala msiwaze mioyoni mwenu, tunaye baba Ibrahimu. Maana Mungu ana uwezo kumuinulia Ibrahimu watoto wengine, yaani anaweza kumuinulia Ibrahimu watoto wa kiimani kutoka hata mataifa wasio Wayahudi. Ndio kilichojificha kwenye hii neno hapa. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, yaani hukumu imeshawekwa tayari juu ya wanadamu. Hapa anasema shoka limekwisha kuwekwa juu ya mashina ya miti, yaani hukumu imeshawekwa juu ya wanadamu. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupa motoni, yaani kila mwanadamu asiamua kutenda matendo ya haki mwenyewe, huyo ataondolewa na kupelekwa katika ziwa la moto. Maana mbele, unajua hicho kitu kipo kimeandikwa huko mbele. Sasa twende katika hii mstari ambao unamwonyesha Yesu naye alifanya nini. Yohana alibatiza maji mengi, na Yesu alifanya nini? Wewe unamwamini Yesu? Twende kwa Yesu tuone kwenye mambo ya ubatizo alifanya nini. Hebu kwanza nisome hapa nyuma. Hapa nyuma kidogo. Kuna maneno fulani ambayo nataka nichambulie ubatizo. Kweli mimi, Yohana anasema mstari wa 11 sura ya 3 Mathayo, kweli mimi nawabatiza kwa maji na kwa njia ya toba. Yaani ubatizo wa maji mengi ni unaleta toba, anasema kwa njia ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Shikilia hizi batizo mbili hizi. Ubatizo wa Roho Mtakatifu na wa moto. Sasa nitakwenda kuchambua hizo. Haya, twende mstari wa 13. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani ili abatizwe. Hapa alivuka jimbo zima, yani kama kutoka wilaya hii kwenda wilaya nyingine ili abatizwe. Akaja Yordani, yani manake huko alikokuwa anaishi Yohana, kwenye mto Yordani. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yaani Yohana naye akasema, kwa nini mimi nitabatizwa na nani? Mbona mimi nimetumwa kubatiza tu? Kwa nini sibatizi? Kumbe yeye na ubatizo wake alikuwa anasubiriwa ubatizo ule wa moto, ule wa kuchinjwa shingo. Tulia usio na haraka sana. Kama una maswali ya kuuliza hapo uliza, kwa sababu napenda sana maswali baada ya kuwa nimemaliza somo ili nijibu maswali. Sema wengi wa muulizi, wavivu wa kuuliza. Yesu akajibu akamwambia, kubali kunibatiza hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Mkristo yoyote ambaye anataka kutimiza haki yote ya Mungu lazima atakubali kubatizwa, lakini kwenye maji mengi. Maana ubatizo maana yake ni kuzamishwa. Kwa hiyo utajua mwenyewe maji machache ama mengi, lakini lazima uzame. Hamna ubatizo tofauti na huo. Ubatizo wa kibiblia huu, hamna ubatizo tofauti na huo kwenye hii Biblia yote. Kama wewe Mkristo unajiita Mkristo sahihi, lazima utakuwa umebatizwa maji mengi. Ukiacha mambo mapungufu mengine, inawezekana una mafundisho potofu lakini umebatizwa maji mengi. Achana na hiyo. Kwenye issue ya ubatizo lazima uwe umebatizwa maji mengi. Ndio Ukristo sahihi, ubatizo sahihi wa Mkristo. Ukiacha mafundisho mengine yanayofuata huko mbele. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, yaani mtu anapokuwa amekwisha tayari kutimiza tendo la ubatizo, kuna mambo ya ajabu Mungu anayafanya juu ya mtu anayekuwa ametimiza tendo la ubatizo. Wewe inawezekana umekaa mpaka leo kanisani hujabatizwa hata siku moja. Ndio maana mapepo yanakusumbua, ndio maana unapigwa na nguvu za giza, kwa sababu shetani akikuangalia anakuona wewe ni askari usio na uniform. Tunaelewana? Yaani anakuona ni Mkristo usiyetubu kwa ishara ya toba. Yaani hujapata ishara ya toba, unajiita ni Mkristo, tayari unamwamini Yesu. Lakini kumbe ndani yako
huna ishara ya toba. Ndio maana mimi huwa nikienda kwenye makongamano yangu, nikigusia swala la ubatizo na jinsi ambao unatenda kazi, nitawagusia ubatizo kwenye upande wa kiroho na ubatizo kwenye upande wa shetani ambao wanaofanya. Na wao pia wana ubatizo wao. Kama mjui, mtaelewa kwamba hili tendo sio tendo la kuhisi, sio tendo la kubuni, sio tendo la kisanii. Ni tendo ambalo katika ulimwengu wa roho linatambulika na shetani analitambua kweli kweli. Ndio maana wasiolipitia hili wana matatizo mazito ya kiroho. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Tazama, mbingu zikafunuka, akamwona Roho wa Mungu akishuka. Kwa nini huyu Roho Mtakatifu hakushuka kabla ya kubatizwa? Unawezekana umeshukiwa na Roho Mtakatifu na hujabatizwa. Hakai kwa sababu ishara ya toba huna. Umepata neema tu kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Danieli kwamba nyakati hizi za mwisho kila mwenye mwili, hata mpagani, Roho wa Mungu atawashukia. Maandiko yanasema Roho wa Mungu atawashukia kila mwenye mwili. Hiyo haina maana utaenda mbinguni kwa sababu eti amekushukia. Maana anakushukia alafu anashangaa anakuta mtu mwenyewe kumbe hujajiandaa, huna vazi la rohoni, huna ubatizo. Maana yake sio mnyenyekevu wala sio mtii. Kama umekataa wewe kubatizwa, wewe una unyenyekevu kweli? Si umepinga maandiko? Na kama umepinga maandiko, hivi shetani akikuangalia anakuona wewe mtii? Hivi Mungu akikuangalia anakuona kwamba wewe ni mtii? Yaani una kesi. Shetani akikuangalia anakuona una kasoro, Mungu akikuangalia anakuona una kasoro. Maandiko yanasema hivi, Yesu aliwaambia Wayahudi, mimi sitawahukumu, bali maneno niliyoyanena katika haya maandiko ndiyo yatawahukumu. Swali, kama hujabatizwa maji mengi, je, hauna maandiko yanayokuhukumu? Alafu unategemea shetani asikufanyie vya kukufanyia, asikudunde? Unategemea watumishi maombi yasidunde? Utaombewa we, majibu hakuna. Kumbe una kifungo kimekufunga kutokutii yaliyoandikwa na Bwana ama yaliyonenwa na Bwana. Vitu vidogo tu vinakutia kwenye kitanzi. Shetani naye anaangalia anasema, wewe ulisema anayeamini abatizwe. Ndio nilisema hivyo. Sasa huyu hapa tuachie wenyewe, maana hajakubali mpaka leo. Hapo ndio shetani anaanza kichapo sasa. Wewe ujiulize kwa nini unaogopa kubatizwa kama sio pepo linazuia? Wewe ujiulize kwa nini zile imani zingine wanaogopa kubatiza maji mengi kama sio wako chini ya nguvu za giza na shetani? Wewe ujiulize. Nilifanya kongamano moja kule Kilimanjaro. Nilihubiri watu wa dini zote, Wakristo wa imani zote. Wakatokea Wakristo ambao sio walokole, wa madhehebu kilokole, wakasema, "Je, sisi tunaweza kubatizwa?" Na tukabaki tunaamini tukiwa katika madhehebu yetu. Nikamwambia madhehebu si kitu. Maana umelisikia neno na mko tayari kubatizwa, twende mkabatizwe. Nilibatiza watu 7 ambao sio walokole, sio wa Pentecoste, ila wamekubali kuokoka na kubatizwa. Huko mbele Roho Mtakatifu atamaliza kazi mwenyewe. Kwani mpaka wawe kwenye dhehebu hilo? Wewe umebatizwa tayari afu wenzao kule hawajabatizwa, wewe unafikiri nini kitakachotokea kule? Wataanza kutumiwa na Roho Mtakatifu, na wakitumiwa tu wale wenyewe kule wataona hawa wako tofauti, wataanza kuwatenga. Wakiwatenga wenyewe watatafuta ndugu zao wako wapi ambao wameokoka kama wao. Wala usiwe na haraka kuambia toka kwenye dhehebu lako. Mwambie kaa kwenye neno, shika neno. Alafu Roho Mtakatifu ataanza kazi na wewe. Kimbunga kitakachotokea huko, wenyewe watasema wewe ufanani na sisi, nenda kwa wenzako wanaofanana. Haleluya. Wewe unafikiri kwa nini unakaa na watu wasiookoka na mnasali na watu wasiookoka na wala hakuna shida yoyote? Ni kwa sababu huna badiliko ndani yako. Wewe nguvu ya Mungu, umebatizwa wewe. Roho Mtakatifu anaanza kazi na wewe, anacheki umebatizwa maji mengi na amekuingia Roho Mtakatifu. Hakuachi kwa sababu anajua umeshafanya agano la ubatizo. Ubatizo ni covenant, ni agano la toba. Ukikataa ni sawa sana na mtu ambaye anafunga ndoa akiwa anasema niko tayari yote lakini sitaki univalishe pete. Wewe ni kwamba kuna shida. Kwa nini unagoma kuvalishwa pete wewe? Kama unaona unaipata vizuri, like hapo kwa wingi sana. Nitawaambia faida yake. Faida yake iko kiroho kabisa, na wengi wanapigika kwa sababu ya kutokubatizwa tu.
mimi kuna mtu nilimbatiza sio kwa sababu ya anaokoka. Alikuwa ana matatizo, alikimbia katoroka kusikojulikana siku 7. Bwana akaniambia nenda kambatize mtoto huyo. Alikuwa na umri mdogo sana, ambaye hawezi kubatizwa kwa ubatizo wa imani, bali ubatizo ili kwamba wasimuone tena wachawi, awe amezaliwa upya, amekufa katika habari ya mwili, amefufuka katika habari ya rohoni. Ndiyo kupona kwake mpaka leo. Vinginevyo mapepo angeendelea kumpoteza, anapotea tena siku 7 huko. Ubatizo ni tendo kubwa kweli kweli. Kama mjui, ni deliverance. Yaani baadhi ya mambo ya deliverance huwa ni kubatiza watu. Kule mnakumbuka nyewe watu wa Dodoma kule maeneo ya chuo kikuu. Nilipohubiri mwaka jana, mnaotazama kutoka Dodoma kule chuo kikuu. Maeneo ya pale eneo la chuo kikuu limezunguka pale katikati, kwenye mji ule wa katikati pale. Nilipofanya huduma mwaka jana, bibi mmoja ambaye alichelewa kuja akiwa hajiwezi, alipokuja, kabla ya kumwombea, roho yangu ilisita, ikaniambia ana connection na nguvu za uchawi. Niliombea wote, roho ikaniambia huyu usimuombee kwanza. Nikaingia kwenye kubatiza watu. Nikaingia kubatiza watu walioamini. Baada ya kubatiza, yeye naye akasema anataka kubatizwa, la akaletwa ndani ya kile kisima akiwa hajiwezi. Nadhani ipo kwenye video. Kama ipo kwenye video, basi sikuituma tu. Yaani akabatizwa. Unajua wakati nampokea ameletwa na ameshikwa huku na huku, hajiwezi. Nilipombatiza, Mungu alinizuia nisimuombee kwa sababu ana kesi za ushirikina mzito, na ile kesi isingewezekana kwa maombi. Isingewezekana kwa maombi. I'm telling you, ubatizo ni deliverance. Baadhi mtaona kwa shetani wanaofanya na wenyewe. Kwa shetani ipo, kwa waganga kienyeji ipo, deliverance hiyo ipo. Nitawaambia. Kama mnachukuaga vitu hize tu vya kiroho, mnachukulia kawaida, ndio maana mnateswa na mapepo, mandoto machafu. Wengine hamjabatizwa, batizo wa maji mengi, hamjaokoka. Sasa shetani atakuogopaje? Hata nikuombee ni bure. Ndio maana mimi sidili na maombi siku zote. Nadili na maelekezo ya Mungu na unabii. Basi maombi ni kitu cha mwisho sana. Sio kitu ambacho cha kwanza. Watu hawafuati neno la Mungu, ndio maana wanapigika. Wapewe neno la Mungu, wapewe maelekezo ya Mungu, wakatekeleze. Maombi yatakuwa kidogo tu. Kidogo tu, matokeo 100. Kwani alisemaje Yesu? Yohana 15:7. 15:7. Nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa kweli ndani yenu, hapo ndipo mkiomba lolote yatafanyika. Sio tu uombe lolote tu, hujakaa ndani yake, wala maneno ya Mungu hujayashika, wala uyafuate. Tena umeyakataa. Alafu nataka miujiza mikubwa ya ajabu ya Yesu kutokea. Never. Kwa hiyo Yesu alipopanda kutoka majini, anasema mbingu zikafunguka. Watu wakishakuwa wamekiri na kubatizwa kweli, ubatizo wa maji mengi, huwa mbingu zinafunguka hata kama yeye haoni. Ndipo Roho Mtakatifu anaposhuka. Huyu anasema sauti katoka mbinguni, huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Let me ask you a question. Kwa nini Mungu hakusema? Hapa ninahubiri jamani, yaani nafundisha huku nahubiri. Ndio maana unaona natumia sauti ya juu ili uelewe zaidi. Kwa nini Mungu hakusema huyu ni mwanangu mpendwa kabla bado hajabatizwa Yesu? Kwani alikuwa sio mwanae? Yaani pale ndio alikuwa confirmed, kwa sababu amethibitishwa, ametimiza haki yote ya ubatizo. Wewe hujatimiza, afu unataka Mungu akuone mtoto wake, akutumie majeshi ya malaika ya kutetea dhidi ya hayo mateso ya mashetani. Never. Kama unamwamini Yesu, fuata alivyofanya Yesu, alafu uone je mambo yatakuwa magumu. Kwa nini Ibrahimu hakutamkiwa baraka mpaka alivyoambiwa mtoe mwanao? Kuna mambo ambayo Mungu hafanyi mpaka wewe utekeleze. Ogopa vitu ambavyo Mungu hakuwafanyia watu mpaka alipoagiza kile kitu, alafu kile kitu wewe ukutekeleza. Huwezi kufanyiwa. Unataka baraka lakini sio mtoaji. Umekwisha wewe. Ndio maana mimi mnajua kabisa, mnajua siombeagi mtu uchumi kama yeye mwenyewe sio mtu wa madhabahu, anatoa sadaka madhabahu. Si kuombei ngo. Kajiombee mwenyewe, nenda kwenye madhabahu unapotoa zaka, kaombe, ndio nguvu ya Mungu. Mimi shetani anisute, aniambie unaomba nini?
abarikiwe uchumi, pesa, wakati zote anakula mwenyewe. Wewe, hakuna mambo kama hayo kwa Mungu. Mungu ana kanuni zake, na ukikaa kwenye kanuni hakuna nguvu nyingi inayotumika katika kuwafungua watu. Ni simple. Ndio maana mimi hapa situmiage nguvu nyingi. Rahisi tu. Namuelekeza, namhoji mtu maswali, nikijua hajatekeleza hiki na hiki. Mimi ni mtu wa maagano. Ni mtu wa covenant, wa maagano. Watumishi wa Mungu wenyewe wasaidie, wale ambao ni watumishi mmeitwa. Sababu ya mimi kuweza kwenda hatua kwa hatua na kufikia ninapoelekea sasa. Nilikuwa mtu wa chini sana. Mpaka nilikuwa nachekwa. Familia yangu yote ilikuwa inacheka kwamba mimi ni mtu duni sana. Nimepitia maisha haya. Nikamwambia Mungu, kama ni wewe ndiye uliosema na mimi nikiwa nchini Uganda pale Kampala kwamba niachane na vitu vingine nikutumikie wewe, usipotenda yani niliweka limit kabisa time. Nikamwambia Mungu, ikifikia mwakani, kuna mwaka fulani, usipofanya hili na hili ambalo uliahidi, mimi nitabaki na Yesu na wokovu, lakini naachana na huduma, nitatafuta njia nyingine ya kunisaidia kwenye maisha yangu. Kama huwezi kuniwezesha kwenye huduma, mimi naacha. Wewe kama utaomba sawa sawa na agano uliloitiwa, lazima Mungu afanye. Lakini unaomba bla bla tu, wala huna linki yoyote. Yaani unaomba lakini huna reference ya maombi yako. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, Mungu bariki uchumi wangu. Huna reference kwamba Baba, tazama ninavyotoa zaka. Huna reference. Huna reference. Tazama Mungu, nilikwenda nikatoa sadaka zangu kwa wale mayatima. Basi kama uoni zote, iona tena sadaka mayatima. Hizo ndio reference zinazofanya mtu aweze kufunguliwa. Una reference, unasema tu ombewe. Hamna hicho kitu. Kama wachungaji mezoea kuwekea mkono watu eti uchumi wake ubarikiwe, wakati mtu mwenyewe hajawahi kugusa madhabahu yako, ni kwa sababu wewe hujielewi. Uelewi siri za maandiko zilivyo. Uelewi watu kwenye kubarikiwa mwilini huwa wanatakiwa wafanye nini. Hujui. Ndio maana, na Mungu akusaidie sana. Na mmoja akaniambia, kwani kumwombea mtu kuhusu baraka za mwilini ni mpaka atoe? Ojaje nimwambiaje? Huyo bwana ana hali ngumu sana. Na wakati huo baada ya kuongea na mimi maneno hayo, akiniona mimi kama vile na mpotofu hivi, baada ya kumpa somo ya kwamba huwezi kumfungua mtu kiurahisi kama hatoi kwenye upande wa uchumi. Upande wa uchumi tafadhali. Sio kwenye upande wa kuugua. Upande wa uchumi. Kuugua damu ya Yesu ipo, ilitolewa. Mwekee mkono atafunguliwa. Bora tu anaamini. Si unanielewa vizuri? Kila kitu kina kanuni yake wapendwa. Kila kitu kina kanuni. Kwani lazima haya mafundisho potofu hapo. Nikamwambia kwa hiyo mtu ili abarikiwe uchumi, ukimwambia kutoa ndio njia nzuri ya kubarikiwa, kama alivyoambiwa Ibrahimu, kama alivyoambiwa na wengine, kama alivyoambiwa Yakobo na Esau kwamba leteni chakula nile nishibe niwabariki, kama alivyoambiwa yule mwanamke Serepta, vyote ni upotofu. Nikamwambia sasa ndio maana una hali hiyo. Yaani yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Nikamwambia ndio maana unapigika kiuchumi na utafunguka mpaka uelewe hiki kitu. Na washirika wako wewe watakuwa hivyo kama ulivyo wewe. Kwa sababu hujui siri za baraka ya mwilini ziko wapi. Hujui. Upentekoste ule wa zamani ule ambao haunaga uchambuzi ndio aliyoushika yeye. Matokeo yake hata baraka zenyewe unasema Mungu anatubariki hazionekani. Kwa hiyo alipopanda kutoka majini amebatizwa, ndio mbingu zikafunguka. Na wewe ukibatizwa alafu ukatoka kwenye ubatizo, ndipo mbingu zinafunguka. Maana nikosema Roho Mtakatifu akakaa juu yake kama hua, na wewe pia inakuwa hivyo hivyo hata kama umuoni. Ndio agano la Mungu unakuwa umelitimiza na Mungu anatekeleza ya kwake. Sikiliza, Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Sasa kama Mungu anaangalia neno lake kama ilivyoandikwa katika Yeremia 1:11 kwamba anaangalia neno lake apate kulitimiza, na wewe hujafanya neno lake, unategemea atatimiza nini? Hewa. Atimize hewa. Hello. Wana wa Mungu, tuko pamoja? Sasa nakwenda kuchambua.
Ubatizo umetajwa pale na Yohana wa Roho Mtakatifu, wa maji, wa Roho Mtakatifu na wa moto. Sikilizeni maana yake. Yesu katika kitabu cha Mathayo hii 28 pale mstari nadhani kuanzia 16 au 16 alianza kusema nimepewa mamlaka yote. Muwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa nakuchambulia batizo hizi tatu na maneno haya matatu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sikiliza sasa. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Zekaria sura kama ya 12-13 mstari nimesahau, wanasema itakuwa fungu la kwanza na la pili yote yatakatiliwa mbali, yani yatakuwa kama yahesabiki, lakini fungu la tatu nitaliacha humo, nami nitalipitisha katika moto, nitalijaribu kama dhahabu inavyojaribiwa, nao wataniita, nami nitasema mimi hapa. Sasa nimenukua hayo maandiko. Njoo kwenye hizi mada mbili. Mtawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Alafu kuna batizo ngapi? Tatu. Ubatizo wa maji, wa Roho Mtakatifu na wa moto. Twende. Ubatizo wa moto utaugundua pale aliposema Yesu hivi. Nafikiri sijui ni Luka 12. Wewe niandike ubatizo, alafu inawezekana ikatokea. Alisema maneno hivi: ninao ubatizo unanipaswa kubatizwa nao, na moyo wangu waugua sana hata niutimize. Sasa unajiuliza, kweni huyu Yesu mbona alikuwa anazungumza hivyo wakati ameshabatizwa? Kumbe alikuwa anamaanisha ubatizo wa mateso, ubatizo wa moto, yani ubatizo wa mateso atakaoteswa. Sikiliza. Imepatikana vizuri. Leo mtashiba vizuri watu wana wa Mungu. Marko 10:38. Nataka nifafanue ubatizo wa moto. Maana wa Roho Mtakatifu sinaujua, huwa moto wengi wanapata shida. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba, mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Swali. Yeye aliagiza sisi tubatizwe sisi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mbona hapa alivyoombwa na yule mama kwamba naomba watoto wangu hawa uwaombe ili katika ufalme wako mmoja uweke mkono wa kushoto, mmoja mkono wa kulia. Akawaambia hilo mnajua mnaloliomba nyinyi. Mwaweza kubatizwa, mnaweza kunywa kikombe ninachonywa mimi, ama ubatizo unaobatizwa mimi. Yaani alikuwa anamaanisha hivi. Maana wakati anasema ashabatizwa tayari. Alikuwa anamaanisha hivi: mnaomba kwamba hao watu wasimame na mimi pamoja. Mmoja kushoto, mmoja kulia. Hivi mnaweza kuyabeba mateso nitakayo teswa mimi, ambayo ndio ubatizo nitakaobatizwa nao mimi, yani wa moto. Sio, unanielewa vizuri? Alikuwa anawapa fumbo la ubatizo wa moto ambao atabatizwa. Ubatizo wa moto ambao wenyewe ni watatu. Luka 7:29. Na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo, walikiri haki ya Mungu kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana, yaani wa maji mengi. Swali, wewe je? Luka hapa Luka 12:50. Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe ubatizo huo. Wakati anasema hivi alikuwa shabatizwa. Kumbuka Yesu alibatizwa kabla hajaanza kuhubiri. Na hapa alikuwa anahubiri, alafu anawaambia nina ubatizo natakiwa nibatizwe. Wakati huo hapa kumbuka ashabatizwa ubatizo wa maji mengi yale,
alafu na Roho Mtakatifu ashamshukia, ubatizo wa Roho umeshamshukia. Swali, ubatizo huo alikuwa anazungumza hapa ni upi kama sio ule wa moto? Kubali tu, ni ubatizo wa moto, yaani majaribu au kujaribiwa, yaani kupitishwa katika moto, kusafishwa kama dhahabu. Nadhani hii imeeleweka kabisa, haina shida. Akasema na ubatizo ninaugua sana hata ubatizo utakapotimizwa. Maana yake ubatizo wa moto. Sasa ni hivi, ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Alimaanisha hivi, ubatizo kwa maana ya kwamba kwa jina la Baba, yani Mungu Baba, ambao ni ubatizo wa toba, yani mtubie kwa Mungu kwa kubatizwa maji mengi, mpate toba kwa Mungu Baba, awasamee Mungu Baba. Na Mwana, yani na ubatizo wa Mwana, yani kwamba Yesu aliambiwa yeye atabatiza kwa Roho, yani mpate ubatizo wa Roho Mtakatifu, yani ubatizo wa Mwana, ili mfanyike kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo hatua ya kwanza, ubatizo huo ni wa msamaha tu wa dhambi. Ubatizo wa pili wa Roho Mtakatifu ni ili mfanyike kuwa wana. Mnafahamu katika kitabu cha Warumi sura nadhani ya 7 inasema mahala fulani kwamba na wasio na Roho wa Kristo hao sio wa kwake. Naona yaani wasio na Roho wa Kristo sio wa kwake. Tuko pamoja Vincent, Mungu akubariki sana. Yaani somo la ubatizo hili limekamilika hili. Yaani chukua share kwa watu wengine ili waweze kufundishika vizuri. Ni limekamilika hili. Ni semina nzima. Kwa hiyo ubatizo kwa jina la Baba maana yake msamehe, yani ubatizo wa kusamehewa dhambi. Na la Mwana, yani ubatizo wa ninyi mfanyike wana. Yani ule ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao Yesu ndio anabatiza, wa Mwana ule wa kufanyika kuwa wana, anabatizaga Mwana. Yohana alibatiza ubatizo wa Baba. Ubatizo wa Baba. Yohana ndio alibatiza ubatizo wa Baba, yani wa msamaha wa dhambi. Yesu akabatiza ubatizo wa Mwana ambao yani wa jina la Mwana ambao wenyewe ni wa kufanya uwe mwana wa Mungu. Na watatu kwa jina la Baba na Mwana, la tatu nini? Na Roho Mtakatifu. Yaani la tatu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu maandiko yanasema atawapitisha na kuwajaribu yeye mwenyewe. Anasema mtajaribiwa. Roho Mungu ndiye anayetujaribu kama tunastahili, tumefikia kiwango kinachostahili, tunafaa kweli kwa ufalme wa mbinguni. Ubatizo huo unaitwa ni mateso ya watu wa Mungu, mateso ya kanisa, majaribu ambayo yamewekwa ili kukupima wewe kama kweli unaamini au unatania. Tuko pamoja? Yaani Mungu anataka ajue kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, anataka aone kweli unaamini ama unatania. Ndio maana ambaye hajakamilishwa na ubatizo hizi mbili za mwanzo, wa maji mengi na wa Roho Mtakatifu. Sikiliza. Ubatizo wa maji ule na ule ubatizo wa Roho Mtakatifu, kama hajakamilisha hizi mbili, huu ubatizo wa moto huu yanapokuja huwa hawezi kushinda. Anaishia hapa, anafia hapo. Hawezi kushinda. Kwa sababu hiyo inatakiwa majaribu ya mkute mtu akiwa kashabatizwa hizi batizo mbili. Asante sana kwa kushare kwa wingi sana, wapendwa watu wa Mungu. Asanteni sana kwa kushare kwa wingi. Barikiwe sana. Kwa hiyo ni lazima kubatizwa kwa sababu ya kwanza kutimiza maagizo ya Mungu. Ya kwanza, tena kutimiza haki yote kama ilivyonenwa kwenye maandiko niliyosoma. Lakini ni lazima kubatizwa ili ugeuzwe na kuwa, hatua ya kwanza kuwa umesamehewa, hatua ya pili na zina maana zake zote. Hatua ya pili kuwa mtoto wa Mungu, yani ubatizo wa maji mengi
ni ili wewe usamehewe dhambi. Unaitwa ubatizo wa toba, ili upewe msamaha wa dhambi. Yaani uonekane umekufa kwa habari ya dhambi na umefufuka kwa habari ya haki. Imeandikwa katika Warumi sura ile ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 5, hamjui nyinyi nyote mliobatizwa mlibatizwa katika mauti yake? Yaani mlikufa pamoja naye na kufufuliwa pamoja naye, ili mwenende katika upya wa ufufuo huo, kama yeye Kristo alivyo hai, nanyi muwe hai milele. Maona? Kwa hiyo ubatizo wa maji mengi ni walazima kwa mtu yoyote anayetaka kwenda mbinguni. Labda kama unataka ugomvi na Yesu, wewe kataa hivyo hivyo, usibatizwe. Kama unataka ukabishana na Yesu pale mlangoni pale, maana yeye ndio, yani reception ya mbinguni, yeye mwenyewe ambaye ndio ana pale, yuko pale reception. Ndugu yangu, ni Yesu mwenyewe ndio yuko langoni. Upiti pale mpaka uwe una chapa za neno la Mungu zimekamilika. Ni afadhali uwe na madhaifu mengine, lakini maagizo ya Mungu kama haya ya agano, ya maagano haya umetimiza. Hivyo hata kama unashindwa kujizuia kwenye maisha yako ya kawaida, una makasoro yako, kweli hata kubatizwa pia inakuwa ni ngumu kwako. Wewe utakuwa mtii kweli? Yaani hata kubatizwa pia ushindwe. Pia yaani umeshindwa kujizuia mambo mengine, hata kubatizwa pia umeshindwa. Hilo nalo ngumu pia. Si bila shaka wewe una matatizo wewe kiroho. Wala sikulazimishi bwana. Kwani safari ya mbinguni lazima, si hiari? Utajua mwenyewe. Utajua mwenyewe. Utajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi, nimeshakufafanulia hatua ya kwanza. Ubatizo wa toba maana yake ni usamehewe. Ubatizo wa Roho Mtakatifu wa pili maana yake uwe mwana wa Mungu. Ubatizo wa tatu sasa, huu wa kupitishwa kwenye majaribu kama moto, ni ili ugeuzwe kutoka kuwa mwana wa Mungu kuwa mtumishi wa Mungu. Maana ukijaribiwa ukaonekana uko vizuri, hauna shida wewe kwenye habari ya mambo ya Mungu, yani manake moto ukipita ukakutesti, utaonekana unafaa kuwa chombo cha Mungu, yani kuwa mtumishi wa Mungu. Ndio maana manabii wa uongo wote, matapeli wote, hao mitume wa uongo wote, wachungaji wa uongo wote, wainjilisti wa uongo, sina wanani mwalimu wa uongo, ni wale ambao hawajapitia hivi vipengele. Yani wanataka ufikie utumishi kirahisi. Ndio maana wengi wao utasikia anavyoanza anaenda kukopa hela benki, na wengine, nafikiri ninaposema hivi mnaelewa, kuna watu wametapeliwa hela. Mnafahamu kuna manabii huko na mitume wametapeli hela. Mmoja mpaka milioni 200. Mmoja mimi nafahamu milioni 25 alitapeliwa. Yaani anajenga huduma kwa njia za kuruka viunzi. Sio kwa kusema neno watu wafunguliwe, watume. Leo hii hii huduma yangu nimejenga kuanzia jengo lilikuwa la makuti, kufikia imejengwa hapo ilipo. Hapo ni mwanzo tu. Mwanzo tu huo. Mpaka kufikia ofisi hii nzuri sana imejengwa hapa. Si kuwa na hela ya kukopa mahala popote, bali ninawahudumia ndio ambao wamemtolea Mungu. Yaani kihalali. Sikukopa benki. Sijai kukopa benki. Niwaambie kabisa. Kwa nini? Siwezi kukopa benki na Mungu amenituma. Mungu anayemtuma ana pesa na dhahabu. Haiwezekani. Atashindwaje? Kama ameshindwa niache nitafute pesa mwenyewe. Sasa nikitafuta pesa mwenyewe maana yake Mungu ameshindwa. Unaona? Mimi nilipoongea naye vizuri kwamba kama ni hivyo agano lile kama sio la kweli, basi mimi nitaendelea kwa shughuli zangu za kawaida. Ndipo alipofungulia njia ya kuwezesha mambo yote. Mungu hawezi kukutuma alafu asikupe portion fungu lako. Akikutuma lazima akupe fungu. Sio anakutuma alafu anakwambia nenda benki kakope. Unajenga huduma kwa mikopo, si utatapeli watu wewe. Maana ukifikiria kule benki unadaiwa. Kwa nini usiuze mafuta? Ukifikiria kule benki kule sijui channel zinakudai hela nyingi sana, na mahubiri yako hayana nguvu, wala upako wako hawafungui watu wengi, hawagusi. Kwa nini usiwadanganye na mafuta na kuwauzia kwa bei mbaya? Na kuwadanganya kwa unabii? Kwa nini usifanye hivyo? Ndio maana watu wengi matapeliwa, hamjui tu siri zilizoko mle ndani. Haya, pokeeni ufunuo huo utawasaidia mpone. Tuendelee. Mmeshapata kuelewa maana ubatizo, siri ya ubatizo. Sasa nimekwambia ubatizo maana yake ni, yani katika tafsiri ya neno batiza, maana yake zika, zamisha, tosa ndani ya maji. Uliza vyuo vyote duniani, hadi hivyo wanaobatiza maji machache watakwambia maana yake ndio hiyo. Ila tu ukianza kumuuliza kiongozi wako wewe hawabatizi hivyo, utaona hakupi majibu, atakugombesha.
kwa sababu wanajua wanachokifanya, biashara gani wanafanya. Yaani hapa ni ubatizo full seminar hapa. Kajaribu kuuliza, lakini nenda kwenye Google kaulize. Utaona maana yake ndio hiyo. What is the meaning of baptize? Utaona maana yake. Utasikia ni kunyunyiza maji, hamna hicho kitu. Hiyo ni biashara nyingine tu ya watu na shughuli zao zingine. Lakini hapa kwenye hii Biblia ninachozungumza mimi, hii Biblia yetu sisi Injili haina kitu kama hicho. Haina watu wa staili hiyo, haina. Na lingine nimalizie, anayebatizwa ni mtu aliyeamini, sio mtoto. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia hakuna ubatizo wa mtoto. Ubatizo wa mtoto ni issue ya mtu binafsi yeye mwenyewe anachokifanya. Kama mimi nilipombatiza yule mtoto, ni sauti iliniambia huyu mfanyie deliverance kwa kumbatiza. Yaani sio kwamba anajiunga na imani, no. Wala sio kwamba anapokea msamaha wa dhambi, no. Yaani anazikwa utu wa kale ili mashetani asimsumbue. Maana ubatizo ni deliverance. Maana ni mtu anazikwa utu wa kale ili afufuke mwingine. Ndio maana baada ya mambo hayo, mapepo na wachawi wanapokuja kwa watu kama hao, huwa hawamkuti huyo mtu, wanamkuta mtu huyo amebadilishwa, anakuwa kiumbe cha ajabu. Maandiko yanasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo, yani amebatizwa, amejazwa Roho Mtakatifu na yuko ndani ya Kristo, neno la Mungu kama lilivyonena ametimiza, anakuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo mapepo yanapokuja, ndio maana ninasemaga aliyeokoka kweli na akatimiza haya huwa halowi wala halogeki. Na waapia halowi wala halogeki. Na waapia kabisa kwa neno la Mungu. Hawezi kulogwa wala kulogeka. Kiona mtu analogwa na kulogeka, hajaokoka, hajatimiza haya. Nyinyi mnafanya mchezo ni? Ngoja niwaambie siri iliyoko kwa watu wa gizani, ambao wenyewe wanakopi kutoka kwenye Biblia na kufanyia kazi, na wanafundishwa kabisa na Lucifer wao. Huyo mama wa uchawi yule Yezebeli. Sasa yuko kule sana, anajua hizo siri. Anawafundisha. Unajua anachokifanya? Wakitaka wamgange mtu ili huyo mtu awe nini wanasema, ili kwamba asiweze, yani ile zindiko wanasema azindikwe, asiweze kufa, asiweze kuuawa. Huwa wanachokifanya, haya nasema watu wote ambao mmepitia hayo mambo ya kishirikina huko. Mimi sijapitia zaidi ya kwenda wakati niko duniani nilikuwa na mara moja nikapewa ilizi. Mimi sijafanywa hiyo, lakini nimepeleleza na nimejua. Wanachokifanya ni kwamba wanafanya tendo la ubatizo ili wanamchukua mtu mzima, alafu unafukiwa mzima. Wakimaanisha wanakuzika wewe ufe, alafu wakikufukua mle ndani, wakikutoa hiyo. Yaani wenyewe wanakufikia kwenye mchanga, sio kwenye maji kama mfano wetu tunaofanya sisi. Unafukiwa kwenye mchanga kabisa. Ukifukiwa mle, ukifukuliwa wanaamini kwamba wewe sio yule, ni kiumbe kingine na huwezi kulogwa tena na wachawi. Na wanaofanya hivyo ni waganga wa kienyeji kabisa. Hasa waganga wanajua kwamba kubatiza maana yake ni kuzika. Alafu wewe Mkristo hujui maana yake ni. Mbona tunatiana tukutani jamani? Yaani kwa nini? Au kwa vile mkufundishwa? Haya, pokea mafundisho haya kukusaidia. Kwa hiyo unapokuwa umetimiza haya, shetani akikuangalia anaona kiumbe kipya, sio yule wa zamani. Hata kama unaonekana sura ni yule, wakija usiku wanakuta mambo ya ajabu, kwa sababu wewe wa zamani ulishakufa. Yule aliyekuwa na mloga mwanzo alishakufa, hayupo. Kwa mujibu wa Biblia anakuwa ashafishwa, amekufa kiroho. Yaani amekufa katika mambo ya roho, yaani kirohoni amekufa yule wa zamani, na anayeishi ni mtu mpya ambaye hawezi kuuawa, hawezi kulogeka. Kwani wewe mtu akifa alafu akifufuka, huwa anaweza kalogwa tena? Au anaweza akafa tena? Hafi. Ndio maana aliokoka hawezi kufa kwa kulogwa, wala kwa uchawi, wala kwa majini. Labda uokovu mfeki ambao watu wanaopokea kama huo, unaokoka alafu mtu mwenyewe kubatizwa kwenye pia hujabatizwa. Yaani unarukaruka, tunaenda kwenye kuamini kuokoka kule huku, ila huku umeliruka. Sasa niwaambie kabisa, kama mnazungumzia wokovu kamili ni huo. Ni mtu anaamini Yesu, anabatizwa maji mengi, anaombewa Roho Mtakatifu, hata kama hajajaza siku hiyo, lakini Roho Mtakatifu anakuwa tayari ashamjia, na baada ya hapo anapitishwa katika majaribu ili afae kuwa mtumishi. Mungu awabariki sana katika somo hilo la leo zito ambalo limeweza kukupa ufahamu
juu ya ubatizo na fafanuzi zake zote. Sijaona swali pale. Nashukuru kwa kushare kwa wingi sana. Asanteni sana kwa kushare kwa wingi sana. Wengi watakwenda kufaidika. Naomba ushare na wewe unaosikia. Wewe unaosikia share. Share haraka sana. Yupo mama kutoka Italy hapa anahitaji nimhudumie saa hizi na muda wake niliompa nafikiri umeshapita. Ngoja nimhudumie ili mambo mengine yaende. Mungu awabariki sana watu wa Mungu wote, na wapenda kama jinsi ambavyo mmekuja live na mimi nikiwa live pamoja na nyinyi. Mbarikiwe kwa kweli, mbarikiwe mno. Mbarikiwe tena sana 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 sana. Mbarikiwe sana, na naomba muendelee kuchangia huduma hii. Kumbuka kila mchango wako unarekodiwa katika data za Mungu kwenye madhabahu hii kama umetumika na mtumishi pamoja na mimi. Asanteni sana mliojiunganisha katika sadaka za zaka za moja kwa moja, na nikawahifadhi kwenye grupu ambalo mambo yetu yanaendelea humo kwa kumchambua Mungu na kujifunza mambo ya Mungu mle ndani kwa jinsi ambavyo Bwana ametupa neema. Lakini mbarikiwe na nyinyi ambao hamjajiunganisha kwenye moja kwa moja, lakini huwa mnapiga simu, mnahitaji huduma kutoka kwenye madhabahu hii, na mnatoa sadaka zenu kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele na mtumishi wa Mungu hachoki katika kutumika. Kwa hiyo mbarikiwe sana. Niwakumbushe tu, huwa sijibu message. Kama unataka kuhudumiwa ni kwa kupiga simu tu. Naenda kwenye messenger kila siku nakuta message nyingi. Naomba sana msipoteze muda kwenye messenger. Naomba namba ya simu ni hii, tumieni hii namba siku zote. Ni 0715 645150. Namba hii iko kwenye WhatsApp pia. Dear viewers, I'm coming now an end of my program, and I want to sign out now. Let me give my number if you want a prophecy, you want advice, wherever you're watching from, wherever you are living, wherever country you are, you can call me number +25576451550. This is Nabii wa Ishara Tanzania, live from Facebook to all across the world, and I'm signing out now because I have another thing to do, and people they are going to call me. Watu wanakwenda kunipigia, kwa hiyo lazima niondoke nianze kuwahudumia hizi messages zoko mundani sasa waweze kupiga. Mbarikiwe sana, muinuliwe sana, mtie nguvu sana. Kama mgonjwa kwa jina la Yesu, ugonjwa ulaaniwe na uondoke kwa nguvu za Yesu. Kama una shida ya familia, amani hakuna, kwa jina la Yesu, malaika wa amani awe mgeni wenu katika nyumba. Ghafla amani ipate kuingia kwa jina la Yesu Kristo. Na kama wewe ni mwaminifu katika utoaji kwenye madhabahu yako ama katika madhabahu hii, kwa jina la Yesu Kristo, mambo yako ya uchumi yapate kwenda na connection ya kiuchumi ifunguliwe kwa jina la Yesu. Nimeifungua. Mungu akupe kupokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Na niwaage nikisema bye. Tukutane kama kutakuwa na kipindi kingine kesho muda kama huu tulioanza leo. Barikiwa sana katika jina la Yesu. Amen.